Kuna familia nyingi sana maskini duniani, lakini swali la kujiuliza ni hili hapa. Kwa nini familia zingine hubaki maskini kizazi baada ya kizazi, wakati zingine huinuka? Leo hatutazungumzia bahati wala kusingizia serikali. Leo tutazungumzia makosa 7 hatari ambayo familia nyingi maskini huyafanya bila kujua. Na kwa bahati mbaya, makosa haya hurithishwa kwa watoto kama kawaida ya maisha. Ukipenda watoto wako, ukipenda kizazi chako kijacho, basi video hii ni muhimu sana kwako. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, kwa sababu maudhui haya yanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha ya mtu. Twende sasa kwenye kosa la kwanza. Moja ni kuwaaminisha watoto kuwa umaskini ni kawaida. Familia nyingi maskini husema maneno kama maisha ndivyo yalivyo, sisi ni masikini tu, hatutoweza kuwa kama wao. Mtoto anayekuwa akiyasikia maneno kama haya kila siku, basi akili yake na rekodi kuwa umaskini ni hali ya kudumu, si hali ya muda. Nini matokeo yake? Mtoto hukua bila ndoto kubwa, wala bila malengo makubwa, na bila imani kuwa anaweza kufanikiwa siku moja. Badala ya kumfundisha mtoto kwamba hii ni hali ya sasa tu, wanamfundisha kwamba hivi ndivyo tutakavyokuwa milele. Na mtoto huyo akikua, hata akipata nafasi nzuri, akili yake itamwambia hapa si mahali pangu. Kosa la pili ni kudharau elimu na maarifa. Familia nyingi masikini huona elimu kama kupoteza muda, na kuona kama elimu ni gharama na kitu kisichoreta pesa haraka. Wanasema, angalia yule, alisoma lakini hana kazi, bora ufanye kazi mapema. Lakini hawamfundishi mtoto kuwa elimu si cheti tu, elimu ni akili inayojua kutatua matatizo. Mtoto anayekuwa bila kuthamini elimu hukua bila uwezo wa kujiongeza thamani. Na dunia ya leo hailipi juhudi, inalipa ujuzi uliokuwa nao. Kosa la tatu ni kumfundisha mtoto kuogopa hatari. Familia masikini humwambia mtoto, usijaribu, utafeli. Usifanye hivyo, ni hatari. Usiwekeze, unaweza kupoteza. Matokeo yake mtoto hukua akiwa muoga sana, akiwa anaogopa kujaribu na anayesubiri kuokolewa. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu aliyefanikiwa bila kujaribu. Mtoto anayefundishwa kuogopa kushindwa hukua mtu mzima anayekubali maisha ya kawaida hata kama yanaumiza. Kosa la 4 ni kutokumfundisha mtoto kuhusu fedha. Hili ni kosa kubwa sana. Familia nyingi maskini hazizungumzii kupanga budget, kuwekeza, kuokoa au kutumia pesa kwa busara. Mtoto hukua akijua pesa ni ya kula, pesa ni ya sherehe, na pesa ni ya matumizi ya haraka. Hakufundishwa kuwa pesa ni chombo wala si lengo. Matokeo yake, akishika pesa nyingi anazitumia vibaya, akishika pesa kidogo anaishi kwa hofu, na mzunguko wa umaskini unaendelea miongoni mwao. Kosa la 5 ni kuwalea watoto bila nidhamu ya mipaka. Familia maskini mara nyingi hulea kwa huruma kupita kiasi, kwa kusema mtoto wangu asiteseke kama nilivyoteseka mimi. Lakini matokeo yake ni kulea mtoto asiyejua kujituma, asiyevumilia maumivu na asiyeweza kujisimamia. Maisha hayana huruma, dunia haitakuonea huruma. Mtoto anaelelewa bila nidhamu hukuwa mtu mzima anayeshindwa kukabiliana na changamoto. Kosa la 6 ni kuwazunguka watoto na mazingira duni. Familia maskini mara nyingi hubaki kwenye marafiki wale wale, fikra zile zile, mazungumzo yale yale. Mtoto anayesikia kila siku maisha ni magumu, hakuna kazi, huwezi kutoka hapa, akili yake hujenga mipaka. Lakini kumbuka, mazingira yanaua fikra, fikra zinaumba maisha. Kosa la 7 ni kutomfundisha mtoto kuwa na maono ya maisha. Familia maskini huishi siku hadi siku. Hakuna ndoto, hakuna mpango wa miaka 5 mbeleni, hakuna mwelekeo. Mtoto hukua akiishi kwa leo kula, kesho tutajua. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Bila maono, mtoto hupotea. Bila mwelekeo, mtoto huiga mazingira.
Sasa nini kifanyike au jinsi ya kuvunja mzunguko huu? Habari njema ni hii: umaskini sio laana. Umaskini ni mfumo wa kifikra, na mfumo wa kifikra unaweza kubadilishwa. Anza kwa kubadili maneno unayosema mbele ya watoto, kuthamini elimu na maarifa, kuwafundisha nidhamu na kuwafundisha pesa na kuwajengea maono. Hata kama una pesa kidogo leo, unaweza kujenga akili tajiri kwa watoto wako baadaye. Kama umefika hapa, ina maana unajali sana maisha yako na maisha ya kizazi chako pia. Swali la mwisho ni hili: je, utarithi watoto wako umaskini au maarifa? Chagua leo. Kama video hii imekugusa, basi like, subscribe na share kwa mzazi, kaka, dada au rafiki. Hapa tunajenga akili, tunavunja minyororo ya umaskini na tunabadilisha maisha. Tutaonana kwenye video inayofuata. Mimi nasema asante.